Nimekusalimia katika jina la Yesu Kristo, aliye Mwokozi wangu. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Ninamfurahia huyu ambaye ameandika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Brethren, ni gari naenda mbinguni, sijakola. Tushukuru Mungu kabla sijaendelea. Baba, katika jina la Yesu, nimekuja mbele yako asubuhi ya leo ama adhuhuri ya leo, nikisujudu tu, nikisema unastahili. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe Yesu ndiye ulikufa msalabani ndiposa mimi nipate wokovu. Siku ya leo najiashiria mikononi mwako. Asante kwa uzima ambao umenipa. Asante Yesu. You have given me another chance to serve you. Na honestly, my Redeemer Jesus, singependa unipe nafasi hii ya kukuhudumia halafu nibaki ama nimalizie kwa dhambi. Please, nishikilie niweze kukutukuza nikiwa mtakatifu. Jina lako Kristo liabudiwe. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. I'm so humble because naona mahali umenitoa na mahali umenifikisha. Hakika ninasema unastahili. Naomba tu utakatifu wa hali ya juu kwa mimi na kwa wale ambao wananisikiza. Nena kupitia ulimi wangu, maana chochote sijaandaa. Speak. In Jesus' mighty name, nimeomba na kuamini. Brethren, kwa muda sijakuwa nikifuatanisha kuweka video katika hii platform. Lakini la muhimu ni kwamba Kristo angali yako nami. Kristo angali ameniokoa. Ameniwezesha kufika siku ya leo nikiwa nimeokoka. Ninamsifu huyu mwana wa Mungu. Maana ukiangalia macho yangu vizuri, leo yamerudi sawa. Kuna wakati yamekuwa ya yero. Nilikuwa ninajiangalia kwa kioo, alafu kisha nikiangalia hivi na kioo naona macho ni ya yero. Naye Kristo ananikumbusha, unaonaje? Hebu kumbuka wakati fulani ukiwa na miaka kitu 17 hapo, ulikuwa mgonjwa, haukuenda hospitali. Babako hangekupeleka hospitali maana hakuwa anakupenda, na ulikaa kwa nyumba kama mwezi mzima. Unakumbuka wakati huo Kristo alikuwa ananikumbusha, ulienda wapi hospitali? Nikamwelezea sikuwa na namna, hata siwezi nikakwambia nilikuwa na ugonjwa gani. Akaniambia tangu hata wakati huo, si nilikuwa na wewe tu, nilikuponya. Lakini elewa hii, Kristo akawa ananiaddress. The moment shetani anaomba ruhusa ili akuje katika maisha yako akujaribu. Sometimes ukiangalia katika maisha ya Ayubu, alikuwa anajaribiwa na shetani, lakini naye Mwenyezi Mungu dakika ya mwisho alikuja. Maana shetani alikuwa anaenda mbele ya Mwenyezi Mungu anasema, ni vile umempea utajiri, guza hii na hii uone. Kuna wakati moja katika hii maandiko shetani alienda mbele ya Mwenyezi Mungu akamwambia, ni vile umempea Ayubu this and that. Akaomba ruhusa aguze mwili wa Ayubu, na akaelezewa na Mwenyezi Mungu ni sawa, lakini sio roho, sio ile uhai. So nitumie simple term ambao utaelewa, sio kuua, lakini haya mengine umeashiriwa. Sasa ile jambo ni hili, wakati Kristo anamruhusu shetani namna hiyo akiwa ameomba ruhusa, Mungu hakunenei, hata hakuambii, hata hasemi na wewe. Anakunyamazia tu. Wewe unang'eng'ana, unatumia imani, unaomba. Na Kristo wakati moja akiwa hapa duniani, kukawa na mama ambaye alipenya katikati ya miguu ya watu hivi, na akaguza nguo ya Kristo. Kristo alipojua nguvu ambayo imetoka ndani yake, alimwangalia akamwambia, mama, imani yako imekuponya. Your faith determined. Well, nikiwa sitting mahali hapa, kuna mahali napenda kukaa mbele ya ukuta hapo. And
sometimes nikiomba ninaingia kwa maombi. Sasa namuona Kristo ametoka upande mmoja wa bedroom yangu, amepita tu, anapitia kwa mlango na juu. Sasa nikiwa nimeketi hapo bedroom, inaonekana nimefungua mlango wa bedroom, yeye Kristo anapita. Alafu sasa saa zile anapita, ananiangalia tu, anaangalia hivi tu, ananiangalia na anapita, haniongeleshi. Sasa kitambo niamke niulize, anakuwa already amepita. You know, kuwe kuna hospitali, kuwe hakuna. Lakini mimi siwaonyeshi kutoenda hospitali ama kutofuata maagizo ya daktari. Maana mimi nilienda siku ya kwanza nikapigwa picha mbili. Moja ikatokea niko na pneumonia upande huu, na ikawa ni kali. Wakaniambia wanidunge shindano, niweke zile shindano unawekako kwa mkono unaenda naye. Kaambia hapana, nipeeni dawa ambazo zina nguvu kama hiyo shindano mnataka kunipea siku 3. Niambia hapana. Well, walinipea dawa mingi. Sasa zingine ni za nerves, kuna hizo zingine ni za pneumonia, sijui ni za nini. Anyway, siabii watu wasiende hospitali. Imani matters. Maana nikisimama katika hii mitandao nikwambie usiende hospitali, nitakuwa nimekosea mpaka huyo Kristo ambaye ameniokoa. Maana katika hizo dawa zote nilipewa na daktari. Sasa siku moja asubuhi nikitoa ili nikunywe, naye Kristo sasa akatuma tu malaika within mahali nilikuwa natoa hii na hii. Kukakuja malaika, akakuja na kadawa ingine kalikuwa kanakaa ni kama kakio, kama grass, lakini kako na dawa green ndani. Kakitu beautiful, unaweza sema a certain beautiful liquid, green in color. Kaniambia kunywa pamoja na hii. Useme hii, wakati umepewa dawa na Kristo hauponagi mara moja. Inakushukua muda hata kama ni Kristo amekupea. Na kuna wakati Kristo atakuheal, instant healing. You see, kuna wakati atakwambia saa hii ni wakati wa kupona, saa huu na tuendelee mbele. Na kuna ingine sasa inakuwa prolonged kabla hujakuwa sawa. Na hiyo sasa unaona inakuwa prolonged, ni ile ambayo naye inakuja na kitu kingine nyumaye. Maana Ayubu alipokuwa anajaribiwa na hii majaribu yote, hakuwa ameelezewa na Mwenyezi Mungu atalipwa. Lakini Biblia inatuelezea Mwenyezi Mungu hawezi akaturuhusu imani yetu ama tujaribiwe na majaribu ambayo yameshinda imani yetu. Mpende huyu Mungu. Maana saa zile ninasikia nimeumwa sana, nimekaa hata na shido na kulala, ndio simu ikilia Kristo ananielezea, enda ushukue simu ongea na watu. Sasa mpaka nilikuwa namuuliza, sasa nikiongea, nikishukua simu nianze kuongea nao wengine wao yako na mapepo alafu ya arushe, si hata niingia na ananiuliza, ananionyesha tu kitu simple. An animal in the wilderness, mnyama tu, tuseme kama swara, imezalia porini, inalidiwa watoto, haihojekaki, haina danger. Yenyewe kuna danger mkiona, lakini iko within na hakuna kitu inafanya. Sasa ile kitu nimeangalia ingine, nikaona saa hii mimi nikikosa kuoga nikae mchafu, ninakuwa na maguo chafu, ninakuwa na ile chawa. Hawa wanyama kuna zile vindudu dogo huwa inazimauma, huwa zinamalizwa na nani? Hii ni kazi ya Mungu, balancing the equation. Sasa mwisho wa majaribu mazito, mwisho wa mambo mazito ambayo yanakuja katika maisha yako ni ya umuhimu sana. Na hapa jana asubuhi Kristo akanielezea
Kuna mama moja hapa kwetu Kenya ambaye alipigwa kofi na gavana moja wakati moja. Alipigwa kofi. Na akawa anauliza maswali hapo. Na kisha maana yule alimgonga alikuwa mkubwa tu kama yeye, hakuna mahali walipelekana. Na finally nafikiri walikuja wakaelewana. Ile kitu nimekuja kujua habari ya huyo mtu ambaye alipigwa kofi na gavana mmoja. Alikuwa ni mama. Amefanya harusi mara 3. Amefanya harusi ya Kikristo. Akakuja akafanya harusi ya Kikristo. Na amekuja akafanya harusi ya sani ya Wakikuyu, ile ya Kikuyu origin. Mama moja harusi mara 3. Sasa Kristo alikuwa ananiambia, unaonaje huyu mama ambaye anafanya harusi mara 3 na ako tu ana enjoy? Unaona, sasa Kristo alikuwa ananiuliza, unaona kama ni kawaida mtu ambaye ako na mume mmoja lakini wamekuwa na different kind of harusi doa? Leo wanafunga ya Kiislamu, hiyo safari nyingine wanafunga ya Kikristo, na ya mwisho juzi ambayo walifunga ilikuwa ni ile ya Wakikuyu. Mama mmoja. Na Kristo akawa ananionyesha umuhimu wa mama na doa ama na kufanya harusi. Inakuaga ndani sana ya mama. Sasa Kristo akawa ananielezea, ili mama afaulu kufika kiwango ya huyo mama ambaye anagongwa kofi na anazidi kusamehe yule mtu hata hana mambo na yeye na anaendelea tu ni kama hakuna kitu imeendelea. Naye bwana yake hakusumbuka ati kusema ngoja nikastaki huyu mtu kwa sababu amegonga bibi yangu. Leo hii wewe ukipata bibi yako amegongwa kofi na mtu, ama ametemewa mate tu, ama amerudishiwa vibaya na mtu fulani, utareact aje? Sasa hapa Kristo akanielezea hiyo message ilikuwa ya jana. Sasa akaprolong hiyo message mpaka siku ya leo. Leo asubuhi Kristo akanielezea kuna umuhimu sana wa kujua maisha ya mtu ambaye uko chini yake. Na kujua maisha ya mtu ambaye uko chini yake ni kama hivi. Mimi nilianza kuelezea vile nilisaliwa, vile nililelewa, maisha niliyoishi, shinda ambazo nimekula, kukuja wakati wa John. Hii ni wakati wa AIDS. Wakati nilitupwa pale kwa forest nilipatwa na kitu inaitwa asthma, imenisukuma namna hiyo. Hii kifua hii, unaona hii kifua ambayo inanisumbua. Wakati moja nikalaswa hospitali pale Nazareth Hospital. Nafikiri nilikuwa kitu kama miaka 12 hapo. Sasa nikiwa katika ile hospitali, kukaa ile heartburn ilikuwa inanisumbua. Sasa na juu mimi nilikuwa mtoto na shida kujiexpress, heartburn singejua kusema kurugulirwa kwa heartburn. Sasa sikuwa ninajua ni neno gani nitatumia hiyo ya kusema ile kitu ninasikia ndani yangu, maana hata kama mama angesema kurungulirwa singejua maana ya kurungulirwa, lakini ilikuwa ni heartburn. Ilinibidi nilale kwa Nazareth Hospital kwa muda kama mwezi. Na sasa katika ile hospitali, nilipotoka kwa hospitali nikapigwa zile picha zote kwa hii kifua yangu, ikaonekana kuna mahali kuna kidonda ndani hapa, kidonda fulani ambayo iko imetokea katika laini yako mahali. Sasa sijui ni hewa mahali huwa inapitia, maana mam alipewa ile therapy, alikuwa ananalisha kwa kitanda, alafu anawekeleana mikono ananifanya namna hii. Angelinifanya kila siku therapy ya 30 minutes namna hiyo kwa kifua. Alafu sasa nikikohoa, ninakohoa makohozi mazito ambayo inashikana na kitu kama uzao niko na damu. Sasa hiyo kitu imekuwa ikinisumbua miaka yote nenda rudi. Sasa kifua ikawa. Sasa wakati nimeenda picha ya kwanza, mwenye kunipiga picha akaniuliza, mahali unaishi nyumba underground ama ile floor ground ambayo ni nyumba ambayo haipatangi mwangaza, maana haina direct contact na jua. Akaniambia akaniambia unatumia van zile za upepo, si ndio? Hii saizi itumii na kuna kengine kadogo. Sasa haka kadogo huwa ninapiga hewa nikiigiza na ndani
ili niwashe kushikwa na joto, maana kaofisi haka ni kadogo. Lakini sasa ikawa sifai kulete hewa na ndani, ninafaa niitoe na nje. So ni yakisha ikiwa inatoa nje na nyumba inakuwa cool. Sasa mimi kazi yangu ilikuwa ninajipiga na ile upepo direct. Sasa hiyo kitu hapa all together, mimi nimekuwa na shida ya kifua tangu nilipozaliwa. Na hata saa hii sijari ipone, ikose kupona. Kama Mungu amenipea miaka 70 ama 90 years, niwe nina ugonjwa niwe sina, nitafikisha wakati huu. Na for sure, kama sijakufa hii wiki 3 imeisha hapa, washa hii wiki 2 sasa hizi zimekuja hapa, hizo wiki nyingine 2 hapo, kama sijakufa hizo wiki 2, hata sasa sikufi. Juu nilikuwa nalala hivi kwa kitanda, nikiangalia juu ninaona mahali kwa mawingu pale kumeondolewa hii mawingu meupe, kuna baki hiyo ya blue na nyota. Alafu kisha kuna funguliwa mlango, naelezewa mlango ya kuingia Zayuni ndio hii. Sio mara moja ni hiyo mlango imefunguliwa, sio mara 2 imefunguliwa, sio mara 3 hiyo mlango imefunguliwa ya kuingia Zayuni. Nika nafunguliwa, naona niingie Zayuni. Sasa unajua Zayuni, nikiongea habari ya Zayuni, naongea habari ya mahali watu wanawekagwa, wale ambao wanaendaga mbinguni wakiwa wameokoka. Kuna nyumba moja huwa wanawekwa na Kristo. Huwa kazi yao ni kusherehekea na kufurahi. Na they are ever happy. Zion ni kuzuri. Let me see this. Nilikuwa nakupatia habari ya mama ambaye amefanya harusi mara 3. Kristo akawa ananielezea sasa leo asubuhi, kuna haja ya wewe ambaye unafuata Kristo umjue vizuri ambaye unamfuata. Mimi nimeongea habari ya testimony zangu mingi sana zile Mungu amenitendea nikiwa kutoka wakati nilizaliwa. Sasa la muhimu ni hili. Kuna hii, unaona hii ndege tunaendaga airplane. Kuna ale kadege kana kubebaga watu 20 ama watu 8, watu 10. Hako kadege kakienda sana, nikaruke kutoka Nairobi kaende Mombasa. Haya, hizi helikopta hata vile tunazipenda juu inaanguka kila mahali, hamwezi ingia ndege kama helikopta muende Amerika naye. Haiwezi, maana safari ni ndefu, inataka mafuta mingi. Now the anointing ambayo tunabeba kwa Mwenyezi Mungu ama tunapewa na Mwenyezi Mungu inakuja na mambo ambayo umeyapitia. Wana Israeli walikaa 400 years kule mpaka wakaliwa ni kilio ikafikia Mungu akawatoa akapeleka Kanani. Serious. Mimi ni mhubiri. Nimekuja tu juu, nimeokoka. Nimepata kanisa mahali ninaendaga kuna Bible school. Nimesomea. Nimetoka tu form 4. Niko na kazi mzuri. Nimeenda kanisa, nimesomea, nimekuwa pastor. Sasa huyu pastor ambaye ametoka tu Sadis, ametoka tu kazi mzuri, ameingia kanisani, ameingia Bible school, amekuwa pastor. Hakuna kikombe amekunywa. Ana Musa akaitwa na Mungu. Alipoitwa na Mungu, kukaenda Samuel katika nyumba ya yule mzee. Akamwagilia Samuel mafuta, maana wale wakubwa sio wao. Kisha akakaa maisha ya Daudi iligawa mara 3. Kuna hii ya wilderness na kuna hii ya Wanaisraeli iligawa mara 3, 40. Kuna hiyo wakati alikuwa in the wilderness ili akapata akina lazima upitie kikombe fulani ili uwe na anointing ya ina fulani. So the moment utakuja kuniambia mimi nilizaliwa Kinangop, nikasoma Magumu Secondary School,
Kisha nikaokoka kanisa ya PCA hapo kwetu ya AC Anglican Assembly and whatever. Kukaa kuna Bible school, nikapelekwa vizuri, nikasimamiwa na kanisa, na kisha nikasomea kasi ya upasta. Saa hii mimi ndiye pastor, niko na kanisa fulani mahali fulani. I don't call that fake, but pastor ambaye sio effective. Do you know why? Ni nani? Utamuiga nani wewe? Kristo ndiye huyo. Amezaliwa duniani, amekuja, amekaa kwa nyumba ya carpenter, amekaa miaka ile, amefanya kazi hiyo ya ukapenta, na ujue Yesu alikuwa kijana tu kama wewe. Ndiye huyo amefika wakati wa kwenda kufanya kazi ya Mungu. Ameomba maombi ya siku kadhaa, shetani amekuja. Kama shetani anakuja kwa Kristo, anamwambia badilisha hii. Sasa mimi very cool and quiet pastor ambaye ametoka Sunday school, amefundishwa vizuri kwa kanisa, ameenda Bible school, kumepatikana kunatakikana sehemu fulani kanisa, huyu tumefundisha ndio yetu, mtoto wetu tumpeleke kule, hana impact yoyote. Ndio hawa, and sorry to say, mnampea maombi, tuombee hii, hakuna kitu inaendelea. Where there is this power of God, ni lazima uwe umepitia vikombe. Wana Israeli walitolewa kule, walitolewa na Mungu wakapita in the wilderness. Angalia Elijah, anaenda siku kadhaa, anaelezewa na Mwenyezi Mungu, amuka ukule na ukunywe, maana safari ni ndefu unaenda. Sasa nyinyi na mimi na yule mwingine mwataka tu hii Injili, mnataka kuwa wahuduma na hamtaki kupitia class. Sasa ndio unapata huyu mtu, everything is calm, amekuwa mzuri kanisani, kumeshaguliwa watu wa kupelekwa Bible school, umeshukuriwa, umerudishwa kwa kanisa, pastor wenu ama bishop wenu anaona kuna muhimu, anafungua kanisa fulani upande ule, anakupeleka, na kisha unaanza kupewa mshahara. You'll never be effective in your life, not even, you'll never. Sasa Kristo akawa ananishawishi hivi, wale wahubiri ambao mko na mlikuwa kwa nguvu za Mwenyezi Mungu na mkaona yale mliyetendewa, na maybe kwa one way or the other mmepewa retire, ama mmekuwa short of the power of God, imepunguka ndani yenu, lakini mnaelewa theory ya vile Mwenyezi Mungu huwa anafanya kazi. Akasema tuanze kutoa zile testimony. Kuwa na mfano wa hii. Kuna jamaa moja hapa Kenya anajiitaga General, mimi simjui sana, lakini anatoanga ushuhuda wake vile alitoka Mombasa na vile alikuja, na yani mpaka ukikaa hivi ukifungulia kwa TV usikie huyu jamaa akiongea na ile testimony anazitoa, mpaka wewe unatamani umetoka wapi, ni bali kiasi gani. Unajua kuna wale wahubiri, ikikuja wakati wetu tutawaita wahubiri wa Serelax, wahubiri wa saa hii tutawaita wa nini? Maana wale leo sio Witabit, wahubiri wa saa hii ni wa nini? Maana sisi tulikuwa tunafungwa na pia, ama na pia unaipata wa saa hii ni wa diaper, tutawaita wahubiri wa diaper wa saa hii, ama tutawaita wahubiri wa nini? Maana nyakati zetu tulikuwa watoto wa Serelax. Mtoto alikuwa analelewa, mzazi wote lazima angenunua ile kimkebe kubwa ya Serelax, ikiisha unalelewa ingine. Ndio sasa tulikuwa tunaitwa na wale walikuwa mbele yetu, hao ndio watoto wa Serelax. Sasa watoto wa saa hii tutawaita watoto wa nini? Sasa nimewalea na sijui wanapenda, ni watoto wa chipo mwitu, ile chips tu hofyo. Nafikiri ni watoto wa chipo. Maana katoto kasiku hizi kanapenda ni na sweet. Maana sisi tunaitaga watu wa Serelax, wakati huu tunaita wa anyway, hata nyinyi niambieni. Mhubiri wa Serelax, mhubiri wa chipo mwitu, unaonaje? Wakati mamangu waliokoka, ikifika ni wakati wa kwenda fellowship, mama anajitayarisha anaenda, na ni lazima akibia zisherewe. Leo hii tunaambiwa watu kanisa ni kukuja saa 3:30, ibada ya kwanza inaanza. Ya kwanza inaanza saa 3:30.
Mtu anakuja kanisani saa 5 na anajifanya anakuja na maringo mingi na madaha. Masijui anakuja mpaka kiti ya mbele anakuja anakaa hapo. Na amekuja akiwa amesherewa. Mnaelezwa ibada ni saa 3:30. Mtu anaingia saa 5 ama saa 4:30. Sasa si ukae nyumbani. Yaani mnakaa ni kama kukuja kanisani kuja kuabudu kama ni benefit mnaletea mhubiri. Mngelijua. Sasa nilikuwa ninaongea habari ya wahubiri wa Chipo Mwitu na wahubiri wa Cerelac. Mhubiri Spoon Food anapewa chakula kila kitu. Tunafungua kanisa hapa. Ni nani mzuri? Huyu ndio tutaweka. Hujapitia kikombe yoyote. Simuulize wazee wao ambao walianzisha hii injili wazee. Mtu kama mimi kwetu nilipookoka mara ya kwanza. Unajua nilidanganywa na msichana mwingine. Alikuwa anaitwa Joki. Akaniambia Mungu amesema ufunge kireba. Yenyewe nilikubali. Hiyo ni ya siku nyingine. Unapatana na majaribu mazito. Yaani babangu aliniona hivi akasema, "Wewe umekuja kwangu na kireba. Nani alikufunga hii?" Nilipelekwa polisi on a daily routine, on a daily basis. Polisi asubuhi lazima ningeripoti polisi. Nilikuwa ninaenda nyumbani babangu akiniona. Nakumbuka wakati nilikuwa naishi wakati moja Thika. Nilikuwa naenda nyumbani weekend kutembea tu. Nikifika tu kwa gate baba tu akijua niko area anaita polisi. Anaelezewa uongee vile unataka na mama yako utoke uende. Sasa hii mnapewa kijiko ya upasta. Sasa how do you expect pastor wa Cerelac spiritually akuwekelee mkono upate nguvu ya mtu ambaye amekula ugali ya githei ile namba inaitwa namba koso what hiyo. Sasa na ndio unaona makanisa mingi ambayo tunaenda si mapenzi yao. Mtu amesoma amefika form 4 anasema ninataka kuwa father, hajaipatana na mashida ya mahali. Maana watoto wa matajiri sana ndio walikuwa naenda hiyo kitu ya mafadha na masista. Unakuja sasa tukikuja wakati wa wokovu akina Assembly Redeemed Worldwide Gospel, watoto wa wazazi ambao wako pale juu akina deacon na akina mapasta, watoto wao ndio walikuwa nainuliwa pole pole. Sasa mtu hajapitia kikombe ina fulani, alafu anawekelewa mafuta yote ya mhubiri mpaka anaitwa bishop. Na bishop ambaye anaitwa bishop hajai kosa miru siku moja. Bishop ambaye anaitwa bishop hajai kosa najua hajai kosa bili ya siku moja. Lazima alafu unataka kuniambia huyo mtu ukuje umwambie unajua pastor jana mimi nililala nikiwa sijakula kitu. Hakuelewi. Atakuelewa aje? Mwenyezi Mungu anapitishia wewe ile kikombe ili maishani mwako ukikutana na jambo nzito ama jambo ambalo linaleta mambo katika maisha yako unakumbuka mahali Mwenyezi Mungu alikutoa. Hii malingo ingine yote ni ya nini? Nasikia watu wanasema siku hizi leo ndirenda gari, nataka ile gari nitakuwa ninashuka. Washa ile nitakuwa ninakanyanga chini ninasimama. Nataka ile gari nitakuwa ninapanda nikiingia. Kabla hujafika hapo umetoka wapi? Unaona? Kuna kagari nilikuwa nayo hapa. Sitasahau. Tulitoka hapa Kayole saa 3 sijui saa 4 asubuhi. Tulikuwa tunaenda mazishi Nakuru. Tulifika saa 3 ya usiku. Ile kagari kalikuwa kanaenda kanashika moto. Miguu ya mbele lazima ningeanguka pale chini nifungue kabolti fulani ili nitoe hewa kwa miguu ili brake pads ziashirie kagari kasonge. Nilikaa na hiyo kagari miaka 6. Nikiwa na suti. Nakumbuka wakati mmoja hapa Jogoo Road hapa hapa kwa mlima Jogoo Road hapa ili ukuje uteremke Buruburu. Ni junction ya pale Donho. Hiyo kama mteremko. Nilienda kuweka gia namba 4 niteremke Posmus. Ile shuma ya chini ya gia ikatokana nikasikia kwa barabara. Na niko na suti. Niko na vile. Sasa
nikakaogesha ukuta juu, kakatoka upande moja kwa barabara kako juu. Sasa hapa ni usiku inaenda kuelekea saa 1. Ile miti ya gia ile kutoka mahali gia refa iko, ili gia mahali iko, kuna ile kashuma kanatoshana namna hii, kalikuwa kamefungwa upande moja, ile riviti imetoka kameanguka kwa barabara, kwa barabara. Sina makanika, niko na suti. Jawabu ni juu nilikuwa ninajua ni nini inanisumbua, ili nibidi niingie hapo ndani nikiwa na suti zangu. Ni sweta tu nilitoa, kaingia hapo chini, nikatengeneza kitu na nikafunga na waya na nikaweka gia, nikasugura, nikaenda nyumbani. Tungeenda mazishi kama Nakuru. Mtu ananiona ananiuliza, hakuna mtu alikuwa ananiuliza kama ninarudi Nairobi nimbebe na gari mzee. So far mpaka saa hii niko na gari mzuri, siwa baby. Unaenda Nairobi? Hapana, starehe zangu na bibi yangu. Relax. Huyu mhubiri wa Chipu Mwitu, yani kukosa meal ya siku moja kwa nyumba yako ya mtoto, unalia hapa, kila mtu anajua kwako hakuna kitu. Silent. Sasa Kristo akanielezea, kwa nyinyi ambaye mumeitwa na Mungu na mumejua mumepitia hiyo kikombe ya dhiki na nyinyi ni watumishi, Kristo anasema mnahubiri injili vizuri, mnashukua Biblia, si ndio? Hii mnaisoma kabisa na mnahubiri, lakini kuna mahali Mwenyezi Mungu anahitaji zile testimony ambazo ameweka ndani yenu, mahali mumepitia, msiongee. Mimi nilikuwa na mhubiri, niko na mhubiri, alikuwa anahubiri hapa Nairobi, sehemu za akina Karoleni, mchana saa 6 alikuwa anahubiri. Huyu mhubiri wako bishop wangu Pius Muiru, wakati mmoja nishaimkuta Mathare akiwa anahubiri mahali akiwa na watu kama watu 4. Mathare Fari, mahali fulani kwa shule fulani. Nikiwa ninasurua Nairobi, sijui nilikuwa nauza wewe vitu, nilimpata akiwa na vijana wengine wanahubiri injili kabla hajashika moto. Mathare Fari. Now hakuna mtu anajua yeye na hiyo lifestyle. Sisi tunamjua na hapa hako. Naye Kristo anataka mahali ulitoka na kule umepitia, toa hizi testimony, utaweka mtu mwingine nguvu. Maana ni wale wa Kristo ambao wanatufuata wanakaa asifu, wanaona kama sisi hatujapitia kwa mambo. Ningekwambia ama nikwambie siku ya leo, huyu bishop wangu kuna wakati alikuwa anahubiri pale Jivanji Garden. Haungempenda, maana hakuwa anaonekana ametoka huko. Alikuwa anahubiri mahali fulani Jivanji Garden akiwa hana mali. Ametoka bali amefika mahali ya tumefika. Sasa sio ati yeye hatoagi ule ushuhuda. Nasikiaga watu wakitoa na wale walikuwa wanamjua. Lakini naye Kristo ana demand hii kutoka kwetu ambao sisi tunahubiri wahubiri. Kama umezipitia zile vikombe, toa ushuhuda ule. Ushuhuda huu una maana sana na una umuhimu katika mwili wa Kristo siku ya leo. Maana watu wengi wanapitia zile vikombe na wanaona asifu haivai, maana hawajasikia wale ambao wako juu yao wakiongea. Hawajasikia. Well, Kristo akanihimiza hili. Kwa yoyote ambaye amepitia kikombe fulani na unajua wewe uko na imani ya wokovu, kwanza utafika mbinguni, na umepitia kikombe fulani, kuwa na huo upendo wa kushare that testimony kwa wengine, ili we encourage mwingine. Maana angalia hili, unapata kijana ameoa leo, kazi yake imekuwa mzuri. Baada tu ya kuoa kunatokea jambo fulani, unasikia amevutwa kasi, wanakaa ni kama ameanza zero. Baadaye yule kijana afumilie wakiwa na bibi, washikanishe imani na watafute bila kuashana. Unasikia kijana ameshukua mtoto, bibi amepeleka kwa kina mama yake, anaenda anamuabadeni huko na alafu anarudi Nairobi. Sasa akirudi Nairobi, maisha ikianza kuwa mazuri, anasahau yule bibi, anaanza kuhanyahanya Nairobi. Na sisemi nini, tujue namna ya kufikiria. Mimi
Na hii shetani usisikie na usinisumbue. Mimi niko na mke ambaye tuko na 26 years tunaenda, hajai enda kwao. Na sio vile nilikuwa mzuri, hajai enda kwao. Sijai mwambia chukua mizigo utoke uende kwenu sikutaki. Sijai. Haijai fika hiyo kiwango ati bibi yangu ananiambia leo ninasikia nimeshoka na yeye sikupendi. Yasemwa mambo. Lakini Mwenyezi Mungu hajai ruhusu hiyo kitu ifike hapo. Kwa nini Mwenyezi Mungu ananiruhusu ama nipea hii vifa? Ni kwa sababu ya mapenzi yake. Lakini sikia hii. Kuna wakati mmoja tukiwa tu hapa Kayole, nilikuwa ninauza matunda na hurubaro. Nilikuwa nakaa tu karibu na mahali niko hapa. Singewe kuwa na uwezo wa kuasha 50 bob kwa nyumba, bibi yangu atayarishe sukuma ya shilingi 10 na unga. Wakati huo ilikuwa bei rahisi, ilikuwa inatoka 70 ile mfuko. Singeweza anunue ile nusu ya unga ya kilo, alafu na anunue sukuma ya 5 bob atengeneze chakula tukule. Ilikuwa lazima ningechukua hulbaro nisuguke naye Kayole. Masaa ya saa moja hivi anakuja akiwa amebeba huyo mtoto wetu mkubwa first boy, akuje ashukue pesa ili angalau apate 50 bob ya kukuja kukula nyumbani. Hizi testimony za mahali mumepitia na kule mumetoka, Mwenyezi Mungu anasema anasihitaji sana katika platform ya mahali unahubiri. Wacha kuletea tu watu kuambia kila saa lazima mpokee magari. Sio lazima mpokee magari. Hello. Leo kuna mtu amenipigia simu asubuhi akaniambia anataka kutoka nchi fulani akuje Kenya. Na akawa ananiambia kuna pesa atakuwa nazo ataniletea. Nikampima nikaona hizi pesa unakuja nazo si ni zile umefanya kazi kwa nini unataka kuniletea? Nikaona kama kuna jambo haliendi vizuri. Nikamwambia hapana. Biblia inasema tumepewa bure tutoe bure. Yule ambaye anaruhusiwa kutoa kwa platform yangu ni yule amewezeshwa na Mwenyezi Mungu na kuelezewa atoe kwa platform yangu. Kama ni fungo la 10 uwe umenenewa. Lakini usiniahidi pesa tu. Maana hiyo ndio jambo ambalo limemaliza wahubiri wetu wengi. Wakijua tu mtu wako nje. Ati unakuja next week, unakuja nyumbani, umetoka Germany, umetoka America, umetoka UK, unakuja tu kutembea. Ninataka niwe mimi wa kwanza kuonana na wewe ili kitu kubwa kidogo uniletee. Mimi ngojeni niwaambie na nitawaambia hii for free. Kama nyumba kama protein ya milioni 1 ninaweza nunua. Sio ati wewe kosa nunua. Ninaweza nunua protein ya milioni 1. Siwezi kosa. Na kama ni kujenga nyumba ya milioni 1 ninaweza jenga. Juu sijakosa. Lakini sikia hii. Unafaa uridhike na ile kitu Mwenyezi Mungu amekupatia. Kama Mwenyezi Mungu ninaona hii mtu ananunua gari ni nzuri lakini haedagi naye. Inambidi gari inakaa parking inalipiwa kila siku shilingi 100. Ukimuuliza gari ni ya nini? Ni ya kwendaga kanisani naye Sunday. For what? Now, sisemi gari ni kununua ni makosa. Lakini ni ya nini? Kama hauna kazi naye, iwe tu ni ya kwenda kanisa show off, haina haja. Na ninasema hii, na nitarudia tena. Nikitaka milioni 1 ninunue protein nitaweza. Nikitaka milioni 1 nijenge nyumba ya milioni nitaweza. Wapi? Inategemea. Na sisemi hivyo kimadharau. Maana tuwaonekana kama sisi tuakodisha nyumba asifu hatuelewi. Sometimes unaridhika na vile Mwenyezi Mungu amekuumba na mahali amekufikisha. Do you know sometimes huwa ninatoka hapa Nairobi ninaenda Ushago. Kwa hiyo shopping center ya kwetu kadhaa kuna mahali mnakula tu nyama. Sasa ukiangalia wale watu mlikuwa mnasoma na hao na mkijibishana ama mnasemesana, unaona haujakaa vibaya. Sasa unasikia huyu mtu akikuelezea, ninyi watu wa Nairobi mlifanya ABCD mnalinganga tu na hamuna kitu. Sasa yule anakuambia namna hiyo ukimpima na vile amekaa, unaona huongei.
niseme hivi, hatutoshani zote, lakini jifundishe. Omba Mwenyezi Mungu uwe unaridhika na ile kitu Mwenyezi Mungu amekupea. Sasa anyway, habari na utajiri na kujenga maploti nisiongee haya. Hiyo nisiongee, maana hata niko na shamba. Leo hii nikisikia ninataka kwenda kujenga kwangu, nitaenda nyumbani na nijenge na nikae. Niko na ploti mahali ambayo ni ya ushago. Nikisema mtu mmoja aondoke niende nikae, nitaenda kama nikukaa. Lakini elewa hii, jifundishe kuridhika na mahali Mungu amekuweka. Second, kama Mwenyezi Mungu amekubariki ukiwa Rift Valley, especially kama mahali kama Nakuru, usifikirie ukihama hapo juu umetajirika uende Gilgil utabarikiwa. Be sensitive mahali Mwenyezi Mungu anataka uwe. Ona watu wawili wamebarikiwa, brothers, wewe unataka upande gani? Mmoja anaangalia upande kunenona anasema ni hapa. Huyu mwingine ambaye hako na baraka za Mwenyezi Mungu anasema huko kugine umeacha ndio nitashukua. Akienda upande huo kunabarikiwa. Mwenyezi Mungu akikwambia unafaa kuwa Nakuru, alafu uone umetajirika ununue nyumba Naivasha, mtapitana mahali. Na huyu Mwenyezi Mungu ambaye amekubariki na mali, ni yeye yule tu atakwambia usiende kununua huko. Hapa Nakuru nimekuelezea ukae, tafuta ploti hapa ununue. Sasa sisi tunaenda kwa sababu pesa imekuja na tunasahau kuuliza Mungu njia. Alafu unachukua miguu kitambo ujue unaenda wapi. Mali umeharibu na umeenda kule baraka zako haziko. Angalia hii. Nimeona mhubiri. Naongeaga tuwe njio hiyo ndani yangu. Alikuwa na kanisa kubwa na ameonyesha watu wote kukopa pesa. Unaenda kwa benki unakopa hii. Mimi na si maringo, mimi siwezi furisa. Sikudanganyi, maana hata hiyo furisa ni mimi nitalipa. Ushio ni ukopo, mimi siwezi furisa. Kitu ya pili, mimi siwezi kopa pesa kwa M-Shwari. Nilikopa wakati moja through M-Shwari ama through M-Pesa, KCB Bank. Hiyo loan ilinipeleka na sijui kunaendaga namna gani inakuwa hujalipa. Tunanyang'anyiwa pesa yetu wapi? Mimi Mkristo wa kweli ambaye amesimama vizuri kwa Mungu, Kristo hakuruhusu kukopa. Anakupea kiwango ya kukutosha. Niseme namna hiyo, mseme ni kulinga. Semeni tu ni kulinga, ninalinga. Lakini jua umeitwa na Mungu uwe wapi. Huyo mhubiri nimesema ameonyesha watu kukopa kwa kanisa yake. Alionyesha watu wote, almost 75% ya watu wa kanisa wakawa na madeni. Wakati ameona wamelemewa akatoroka. Akaenda akafungua kanisa mahali pengine na akajificha. Hapo naye nimepatana na mshirika mmoja ananiambia, "Ngai, unajua tunakaa 1 hour kwa kanisa baada ya kanisa ya mahubiri kuisha tukiongeleshwa habari ya deni, ya kukopa na kukopeshana kanisani, hali ya pesa." Paka huyo mshirika ananiambia, "I'm not happy." Tumekuwa na mwingine rafiki anakuambia enda ukope pesa kwa benki. Unaenda kwa benki, jina lako ni nzuri, unapewa kama 50,000, anakuambia lete tujenge kanisa nitakurudishia. Ikianza wakati wa kurudisha harudishi, vitu yako inakuja inashoto yote kwa nyumba. Maana ulikopa na vitu ya nyumba zinaenda. Nani amekuigisha kwa shida? Hear this. Ninakubali kuendesha gari mzuri si makosa. Lakini endesha gari mzuri ikiwa imetoka wapi? Tuko na mtu na ni rafiki yangu. Ako na gari kubwa ndio na ni mhubiri sikatai. Lakini alinunuliwa na mtu. Na huyu mtu ambaye alimnunulia gari inambidi lazima awe na kiti yake pale kanisani mbele pale. Huyu amemnunulia gari lazima kiti yake hawezi kaliwa na mtu mwingine. Leo hii nimenunuliwa gari niseme mfano na mama. Alafu saa Sunday ifike aniite akiwa Naivasha ananiambia nimekwama saa hiyo ndio nimetoka tu kwa madhabahu. Aniite aniambie, "Oh, niko Naivasha na gari yangu imeniharibika." Na ameninunulia V8 na mimi ni mhubiri na Eddie amenunua. Sunday tu baada ya mahubiri saa 9 anipigie simu tukiwa na bibi yangu, "Oh pastor, nimefika Naivasha na unajua sasa mimi sijazoea kwenda na private, gari yangu imeharibika, sijui nifanye nini, nitahakisha hiyo gari alininunua niende nikamshukue." Wajiigiza box kwa sababu ya nini? Learn kutosheka na ile kitu uko naye. Hiyo tu.
tosheka na ile kitu uko naye, na Mungu atakulinda, Mungu atakubariki. Hii nimeongea habari ya kutoa testimony, zile ambazo Mwenyezi Mungu amekutendea, mambo ambayo umeyapitia maishani mwako mpaka ufike mahali hapa. Sisi tulikuwa matajiri, lakini ile godoro tulikuwa tunanunuliwa na dadi ni ile ya karatasi ya nylon, ni ile kigunia inawekwa makoge ndani, alafu tulikuwa watu wa kukojoa kwa kitanda. Ukikojoa tu siku 2-3, hatuna nguvu ya kutoa ile kitu ije ili ikauke. Watoto wa matajiri, nguo tulikuwa tunaweka kwa carton. Ninajaribu kuwaelezea mambo hapa, hamnisikii na hamsikii wale wengine. Cerelac spoon feeding pastors, they are very dangerous to your life. Maana utampelekea shida zako zote na hawezi siinua, maana hajui uzito wake. Mtu ambaye hajai lala akiwa njaa, utamwambia ulilala jana akuombee nini? Mtu ambaye hajai fungiwa nyumba, mmekuwa mkisimama naye mpaka dakika ya mwisho, utaenda kumwambia ulifungia nyumba akuombee maombi gani? Napo Kristo akanielezea hii, elezea watumishi wangu. Na hapa sio mapasta tu, hata wewe ambaye una imani, unajua umeokolewa na Kristo na umepitia mengi. Jambo la kusababisha mimi niende kwa mitandao sio kuonyeshana vile ati bibi yangu alikuwa mbaya, sio kuonyeshana tu vile bwanangu alikuwa mbaya, sio kuonyeshana vile nilinyang'anywa bibi yangu na sijui na nani. Hata haya mashida ambayo yamepitia, kuna wakati hauku unaweza kulipa nyumba, kuna wakati ulikuwa haupati chakula, kuna wakati hungeweza kujinunulia hata nguo moja, kuna wakati haukuwa na viatu mbili. Hizi testimony hizi zinahitajika katika platform ya wakati huu, ili uweze kutia mwingine nguvu. Na hapa ndio unaona watu wengi wanasema, "Guy, leo nimeenda kazini, pesa imeisha. Nataka kurudi nyumbani. Sina kitu ya kukula." Saa hiyo unasikia mtu anaenda kujinyonga juu ya kukula, ya kukosa 1 meal. Ukitoa huo shuhuda wa mahali umepitia, mahali umetoka, kule ulilelewa, maisha mliokuwa mnaishi. Kuna familia moja ilikuwa kwetu. Ilikuwa familia ya mama moja, simtaji jina, na ni rafiki yangu mkulini. Ni wale wa mama wangetengeneza chakula, ile kamukimo inawekwa kwa sufuria juu ni kidogo, lazima sufuria inamishwe pande moja, ile kamukimo ipigwe ikiwa kamwisho moja ya sufuria, ili wakule pamoja na watoto wake. Ungelienda kwake, wako na githeri na watoto ni wadogo, hakuna kitu inaweza ati itengenezwe. Hii ni viazi, itengenezwe 2-3, katoto hakako hakuna meno kapewe. Unaona sasa mama anaweka githeri kwa mdomo, anafinya vizuri, kama badala ya mese anaweka kwa mtoto ya ule mtoto wake mdogo ambaye hana meno. Na hao watoto ndio wamekuwa leo hii tunaongea ndio matajiri wakubwa kwetu. Maisha ambayo umeyapitia, toa hizo testimony. Ukiingia kwa YouTube, washa tu mambo mingi, washa nasikiza tuni ati sijuzi nimeimba huu wimbo mnifuate. Testimony za kule umepitia hakika zinahitajika. Umetoka wapi na unaenda wapi, tukujue. Unajua, sometimes ninaongea, watu wanasema watu wa nyumba yetu ama watu wa kwetu tunaongeaga namna hiyo. Ni sawa, lakini kama ninaongea kitu sensitive, take it and use it. Ishukue na uitumie. Maana Kristo akinielezea kiwango mama afike kuqualify, amepigwa kofi, amesamehe huyo mtu bwana huyu mama hakufuatilia yule mwenye kugongana kofi. Lakini ile ajabu ni hii, huyu mama amefanya harusi mara 3, ya Kikristo, ya Kiislamu na wakienduire, ile sasa traditional. One woman ana qualify. Fuata maisha ya huyo mama kutoka shuleni, usikie vile amelelewa, vile amekuja. Shine, ever shine. Nasema hivi kwa nini? Mahali umetoka determined the kind of weight ambayo unaweza beba. Mtu anakuja ananiambia, "Oi pastor, niko na mgonjwa kwa Kenyatta.
Na huyo ni kama yule babagu hakuwa anarojeka. Nitachukua uzito aje? Sasa huyo ananiambia niende Kenyatta nikafanye nini? Kama sigojeki. Saa hii nimekaa hapa. Enyewe barikiwe sana na Mungu. Nyinyi ambaye mmesimama na mimi. Favor ya Mwenyezi Mungu iwe upon you. Maana mmesimama na nyumba yangu mpaka saa hii. Sijakosa kitu ya kukula, kukunywa na shule. Nimelipia watoto. Anyway, God bless you so much. Na nimesema toeni ushuhuda wa kule mmetoka. Ukiangalia pastor wenu hivi muangalie uone, haya huyu pastor wetu alikuja tu ni mtoto wa pastor, ni mtoto wa deacon, ni mtoto wa elder, amekuja sasa ndiye amepewa mamlaka ndiye ndio anaenda huku Nuru, ndiye huyo. Kitu yote ni spoon feeding. Just imagine. Mimi nasikiaga vibaya. Juu hata wakati tunafanya harambee ushago ama kwetu, ati kuna mtoto anataka kupelekwa secondary na mzee amekosa pesa. Hama tajiri tu ndio anakuaga. Hakuna wa maskini. Unasikia mtu fulani alikuwa MCA, fulani alikuwa kansora, fulani alikuwa mtu fulani, hao fulani ni tajiri wa kwetu. Sasa ndio anatuletea makadi saa yote. Got eating. Mtoto wangu nimekosa pesa ya kupeleka mtoto wangu Daystar. Na ni tajiri tu anafanya hivyo. Na sisi sasa sote tunakimbia kule. Sasa huyu mtoto wa Cerelac huyo, mhubiri wa Cerelac tutamfanyaje? Ukisikia unajua kuna wewe mlikuwa mnanipigia simu mpaka nilikuwa ninajaribu kuongea ninasikia siwezi. Yaani nilikuwa ninachukua simu nikiwekelea hapa. Ninasikia kama kuna current nyingine inapitia kwa mikono hivi inakuja mpaka kwa mwili mpaka nasema hapana dalemo. Ninaiweka chini naweka earphone naweka upande huu naifinya na jaribu kuongea nasikia nimeshindwa. Sasa nikiizima tu nikisema Kristo sasa kuongea na mtu naye ananielezea no akwera. Kwa nini nani amekwambia usiongee na watu? Sasa nikaa Kristo unaona ninasikiaje? Sasa unajua naye Kristo hakuambii haongei. Lakini saa zile unafanya makosa anakwambia na hafa ufanye mzuri. Sasa niambia chukua simu uongee na watu. Sasa ninasikia ninashika simu mkono huu nasikia ni kama current inaenda mwili yote. Alafu sasa na saa zile umeshindwa ufanye nini? Ndio anakunyamazia. Aone vile utafanya. Kuna mtu alinipigia simu jana. Akaniambia mimi niliitwa na Kristo nikahudumu. Kristo akawa ananitumia. Lakini nilifika mahali nikataka Bwana Mungu akawa hanipei. Nikakasirika nikawashana na okofu nikaenda kujitafutia Bwana. Akawa ni kama anasikia akisema mzuri sana. Nilijitafutia nikawashana na okofu nikaenda. Na ujue alikuwa amejazwa na Roho Mtakatifu. Sasa hii kukasirika kwake na kuondoka. Akaenda kujitafutia Bwana, Roho Mtakatifu akaondoka. Sasa amepata Bwana na si yule alimuoa kwanza. Ako na watoto kadhaa. Sasa hii ndio anatamani mtumishi ambao alikuwa anatumika akiwa msichana. Sasa ananipigia simu ananiambia, "Oi pastor, tuombe na wewe uniambie vile nitafanya utumishi urudi nyuma." Namwambia turudi nyuma. Hataki hivyo, anataka tukuje tuombe abarikiwe. Niyo kazi tufanye na wewe. Ukimes kidogo tu hivi hasara ni yako. Hebu niwaambie, kuna huyu mtumishi wa Mungu ambaye akiwa mzee alitafutiwa bibi, alitafutiwa kamsichana kadogo tu, akasema juu ni mzee kaweko hapo kawe kanamweka joto. Tulikuwa na guka wa kina bibi yangu. Mzee alikuwa mama huwa ananiambia alikuwa wale brown handsome. Sasa yeye alikuwa anaangalia wasichana hao age sasa. Ndio alikuwa guka. Anaambia hebu kujeni hapa niwaguze matiti. Alikuwa guka
kujeni niwaguze matiti hapa. Sasa nikuulize, kukaa na ni wale walikuwa na ile wakifanya kitu na kidole hivi wanaipointi na inaenda hivyo tugaya dhaga. Sasa kukaa alikuwa anasema kujeni niguze matiti, na anacheza na tutoto tule akiguza matiti tule tunaanza kutoa. Sasa huyu mtumishi wa Mungu na simu moja alipewa kasichana akiwa amezeeka. Anawekewa kasichana pale ati nikakumweka joto usiku juu mwili yake ni mzee sana na hahitaji joto. Hebu jiweke mawazo yako kwa yule mzee. Ilikuwa ni Daudi na nani? Ilikuwa ni Abraham ama ilikuwa ni Daudi, sijui. Hebu hata wewe Google niambie. Sasa mzee amewekewa kasichana kale, lakini ujue mafikirio yake ni mtu mzima na ile kitu anajua maishani mwake haijatoka. Ameletewa kasichana kama miaka 18 ka virgin na wamelala naye pale kwa ukitanda. Sasa hapo ndio inafikanga you must get in that taste ufaulu. Msichana ndiye huyu mtumishi wa Mungu ameletewa msichana, na ni yule tu unamjua. Amewekewa msichana virgin pale wa miaka 18 17, alikuwa young daughter, alikuwa msichana mdogo. Sasa ili akuweke joto ulale vizuri, na huyu ni mzee ambaye ako na theory ya kila kitu maishani mwake. Sasa nikuulize, juu alikuwa anageuka haka kasichana na anaguza matiti, kwa nini hakuwa anaenda naye? Sasa hapo ndio Kristo huwa anakuangalia ukiwa mtu mzima kiroho, anakuangalia aone vile utafanya, hakuongereshi. Msichana ndiye huyu analetwa hapa, mama ndiye huyu analetwa hapa, mwanaume ndiye huyu analetwa hapa, mzee ndiye huyu ako na mali mingi analetwa hapa, sugar daddy ndiye huyu ameletwa hapa ako na mali mingi, sugar mami ndiye huyu ako na mali mingi. Unaletewa tu hapo tu kwa kitanda yako, sio ije. Sasa it depends na vile control uko naye kwa mwili. Sasa huyu Daudi, sijui nani, alikuwa analetewa kasichana kama miaka 18, mastiti ni ile ya virgin, mwili ni ile ya joto, na ujue mzee ile tabia alikuwa naye akiwa mzee kijana. Sasa uniambia alikuwa anaguza hii matiti ama alikuwa anaguza huu mwili akiwa amelala pale? Kwa nini alikuwa anajizuia kulala na yeye? Kristo anataka kuona qualities za mtu mzima akifanya matendo. Leo hii niletewe msichana na aingie mpaka kwangu, ninamsikia tu, ninasikia mwili yangu inampenda. See this, there is a certain daughter, msichana ambaye maisha yangu yote hatukuwa tunasikizana na yeye, na ni wa karibu tu, hatukuwa tunasikizana. Nilikuwa ninakujia north, anakujia south, tukikutana pale ni waabiri life, situnatoka moto, hatukuwa tunaelewana maisha yangu yote. Mpaka sasa nikiongea na bibi yangu namwambia huyu conclusion na mambo ambayo anayasema na vile ana behave spendi, maana haedangi vile Mungu anataka, na maana ananitaka kinyume na vile ninapenda. Ni yule anasimama juu hivi na macho ananiangalia, ananiambia hiyo kitu unasema ni uongo na sitaki, anani challenge. Sasa nikaona mimi simpendi. Nimeokoka, nimejazwa na Roho Mtakatifu, kisha baada ya hii madharau mingi na yake akakuja laini yangu na Mwenyezi Mungu akamuokoa na akamjaza na Roho Mtakatifu. Sasa ile kitu ni hii, hiyo kumdharau ambayo nilikuwa ninamdharau maishani, Mwenyezi Mungu akaweka upendo ndani yangu kumhusu. Sasa sometimes juni wa kikwetu huwa ninamwangalia hivi akiongea, huwa nauliza Mungu, huyu ni yule alikuwa anapitia north, mimi napitia south, hatuelewani. Saa hii umemjaza na Roho Mtakatifu, na saa hii mimi ndiye unanionyesha anafaa kukaa hivi na hivi, na nikimuelezea ananielezeaga niende kwani hakuna kitu kingine unaweza kuniombea uone isipokuwa ni hiyo tu. Hajawahi kubali. Sasa ile kitu inanisumbuaga ni hii, kudharau kule ambao nilikuwa simpendi, Mwenyezi Mungu alibadilisha akaweka upendo ndani yangu kwake. Sasa huwa ninamwangalia hivi,
Tukikualimbiana hivi, ninamwangalia, ninamuelezea umeokoka, umejazwa na Roho Mtakatifu, kama maisha matakatifu. Naye huwa ananiangalia macho hivi, ananiambia ninajua hivyo, lakini hivyo unafikiri sio hivyo. Sasa tunapelekana hivi. Mpaka siku nyingine nikauliza Mungu, huyu unaonaje kumhusu? Ndio sasa Mwenyezi Mungu akanifundisha na Daudi na msichana mdogo. Unatakikana uonekane karakta yako ukiwa peke yako. The moment mko na mtu ambaye Mwenyezi Mungu anasababisha umpende, na ni lazima kuwe na self control katikati yako na yeye. Yule mtu ambaye nilikuwa ninadharau kabisa, ndio Mwenyezi Mungu aliweka upendo yake ndani yangu kumhusu. Mpaka huwa ninamwangalia, ninamuulizanga, we no etwali udhwe. Hata yeye akiangalia anacheka tu casually na madharau. Self control ndio hiyo inasababisha huyu mzee anapewa msichana na wanalala na yeye hapo na hawezi fanya kitu. Sasa kuna wakati Mwenyezi Mungu atakunyamazia. Shetani ameomba ruhusa majaribu ikuja miguuni mwako na ndani yako, alafu Mwenyezi Mungu anakunyamazia asifu hayuko, aone vile utabehave. Ndio hiyo kiwango unasikia mtu akisema, nilisikia ni kama Mungu amekawia, hata sijui ninatoka wapi naenda wapi, nimeshoka nijitafutie. Kuisha hapo. Ukijua umefikia hiyo kiwango, rudi chini tena uombe, maana ukiweza tu kidogo ufumilia hapo ufaulu. Mema ya Mungu unayaona. Leo hii hapa siku kadhaa nikaona Kristo akiwa amekuja, akiwa amevaa mavazi meupe. Hizi mavazi alikuwa amevaa zinakaa kama za wale watu wanapigana karate. Hiyo mavazi unafunga hivi na kirongi yake na iko na belt. Sasa hii belt mchipi na hii nguo imewekwa maridadi huko ya brown na nguo ni ya white, ina shine. Akaja akiwa ameshika mzee, anampandisha kwa madhabahu ambayo ni ya gold. Madhabahu ambayo ni ya gold, anampandisha tu. Sasa nikiwa ninaangalia katika maono, akakanyanga hivi wakiwa ametokea hiyo mlango tunaitanga ya festival, wanakuja kwa madhabahu hapo. Nikaona amempandisha mwanaume fulani kwa madhabahu na akamwashiria. Sasa huyu mwanaume nilijaribu kuangalia ni nani, sikuelewa. Baada ya siku kadhaa kuna mtu tukaongea na yeye na simu, akanipatia habari ya maono kama haya, na nikamwambia mapenzi ya Mungu yatimie. Leo asubuhi in fact ndio amenipigia, akaniambia, unajua ninakuona wewe na bibi yako na watoto wako 3 mmevaa nguo za white. Uliulizwa ungependa kwenda nchi gani ukatembea, nikasema nchi fulani, na tukapelekwa na nikawa recognized na mtu mmoja ambaye huwa anaangalia wale wahubiri ambao wanakaa vizuri. Mimi sijui kama kuna kitu kama hiyo, I don't know. Anyway, what do I say? Mtumishi, wakati unaona kuna kuja mwanamke mbele yako ambaye ni mrembo anakuvutia, ama wewe ni mama kumekuja mwanaume ambaye ni handsome anakuvutia, ama wewe ni mwokofu na wewe ni mama kuna kuja mwanaume ambaye ako na pesa na bwana wako ni maskini, ama wewe ni mzee hamuna mali kuna kuja mama mzee katika maisha yako sugar mami anataka akuhuko. Hayo yote ndio huyu msichana ambaye aliwekwa kwa kitanda pamoja na huyu mfalme amwekage joto. Shunga sana laini. Maana huyu mfalme kuna vile agerara na huyu msichana, lakini msichana alikuwa virgin. Kuna vile aliruhusiwa yote, lakini asifanye usharati. Na wewe usiashirie boda. Shunga sana. There is no need mtu akununulie ngari ya 1600 akupatia kwendaga kazi naye, na hatimaye ako na haja na mwili yako.
There is no need of you exchanging your body with money, with the money, utajiri. There is no need. Mtu akuje kwa kanisa yako. Angalia, tumeenda kunywa chai mahali na mhubiri fulani hapa tu Kayole. Akaniambia, pastor, angalia, ninakupenda, wanipenda, wanijali na kujali. Kanionyesha simu yake. Kaniambia, angalia, huyu ni mama wa kwanza, anafanya kazi Gikomba, amenitumia 500. Huyu ni wa pili, ananionyesha ametuma 300. Akanionyesha wa nne ametuma sijui 400. Alafu wa tano sasa anamuuliza, pastor, leo kwako ni nini mtakula nini kwako? Akaniambia, hao wote ni wa mama na kanisa iko na wanaume. Hakuna hata mmoja ameniuliza pastor iko namna gani, ama hakuna hata mmoja amenitumia kitu kwa simu. Sasa wewe, hawa mama na hawana mabwana, unataka nifanye nini? Guy, don't go on that line. Don't compromise. Na niwaambie hivi, nyinyi wanaume ambao mumeokoka na mumekaa vizuri, tafuta namba ya mhubiri wako, iwe ni personal. Huyo mhubiri ambaye mnakuwa na yeye awe ni nani na ako hapo juu yako. Kado na ile kitu mnatumianga, ama kuna mhodhi, ama kuna sadaka ama nini mnatoa kwa kanisa. Na muona Kristo akiwa amesimama hapa, akiwa amevaa suti ya black. I don't know. Hapa. Huyu akiwa amevaa suti ya black. Iko na tie ya red. Sikiza, tuko hapo. Simuonyeshi kidole. Haiko. Sikia. Kama wewe unajua kuna mhubiri ako juu yako na unatoanga sadaka fungo la 10, tafuta simu ya mhubiri wako kado. Ikifika weekend ama kama ni Saturday, mtumie angalau shilingi 400 ama kulingana na uwezo wako. Kama ni 1000 mtumie. Umwambie, pastor, hiyo ni ya kununua chai kwako na si ya madhabahu. Brethren, protocol inasababisha tusibarikiwe. Niliona juzi hapa Ruai, watu wameenda kwa kanisa na ni kubwa. Mavitabu inatolewa ile huwa inaandikwa na wale watu ambao ni wa kanisa. Mama mmoja na ni rafiki yangu ati akauliza, mimi natoanga pesa kila mwezi, nionyesheni mahali nimeandikwa kwa kitabu. Hakuna mahali yameandikwa. Anatoa shilingi 9,000, inaandikwa shilingi 900. Mwenye kukura ni huyo anaandika. Ana baraka ndio kwa sababu alitoa. Ni aje mzuri, chukua namba ya your pastor. Hata kadhoni nasikia akisema, nilisikia mama akisema, mhujia wako, ninamuuliza mhujia wako ni yuko. Yule anasimamia hii mtaa. Anamrecognize. Chukua namba ya mhubiri wako. Wakati umekaa vizuri, ukiwa umefanya kazi weekend, unaona una 200 umebakisha, weka kwa simu ya mhubiri wako na umwambie ni fungo la 10, si dhambi, na utabarikiwa. Maana a great number of these people who are serving. Angalia hili na niwaambie hivi na si madharau. Huyu ni mhubiri, anapewa shilingi 15,000 na ako ruro. Hakuna mahali anaweza fanya kazi. Na hii 15,000, 20,000 anapewa, hana kazi nyingine. Ako na watoto shule, anatakiwa akule vizuri. Alafu mnasema mnamhubiri, mmesimamia hata sijui anahubiri wapi, na mnamfanyia madharau. Sasa 15,000 ni waulize, nyinyi ndio mnatoa pesa pale na inaenda kwa organization, inaenda mpaka juu ili mfikie. Lakini mshahara ni 15,000. Nataka unihesabie shilingi 5,000. 15 wewe huko ushago. Uniambie siku ni pesa ngapi? 10,000 na ngapi? Alafu unasema mhubiri wetu netumhaga pesa ili ku. Breakfast, meal, kukula one day in Nairobi, shilingi 500 haibaki. Na kama inabaki ni training, meal ni moja. Sasa mnapea mhubiri shilingi 15,000 na mnajigonga mkifua mkisema mhubiri wetu wako hapa. No wonder there. Na ndio huwa ninawaelezea, nie demonagia kurema, ninawaonyeshanga kuwa vishwa gumu. Na hapo msinisamehe. Kama mnapea mhubiri wenu shilingi 15,000, alafu mnaungana nyote mnaanza kumpiga mkisema hahubiri vile mnataka, sijui tu abadilishwe apeleke wapi, aende wapi, naambia gari sign urudi kwa kazi yako uliyokuwa unafanya,
ambao unaajiriwa unapata shilingi 1000 kwa siku. Hakuna mahali ninaelezewa mimi ukuje uniweke kwa cage mnanipea 15,000 alafu mnanisubua vile mnataka. Ni kwa sababu kanisa ni umbrella kubwa. What? Tuko na wahubiri wenu. Wako na motorbike hapa nje na wengine hata hawezi nunua kodisha za wenyewe. Na mnatuambia hawa ni wahubiri wetu na mnawa intimidate unnecessary vile hakutakikane. Sasa 15,000 na ndio nimesema wewe mzee wa kanisa, wewe deacon, wewe mzee wa kanisa, wewe chukua namba ya mhubiri wako, usiulize irrelevant question. Ukibakisha shilingi 500 mtumie. Hiyo si ile mshahara anapewa kanisani. Pastors are suffering. Ati tu umbrella ni kubwa ninapewa mshahara. Sasa unapewa mtu mshahara wa shilingi 20,000, nyumba hujamlipia. Jua, nasemaga mimi ni kiberebere. Kama nilikufa singekuwa naongea leo. Sasa saa hii ndio mngekuwa mnatafuta video zangu. Si niko na video 112. Saa hii ndio mngekuwa mnasema yule evangelist anaitwa Martin tulimzika Lang'ata hapa juzi. Saa hii ndio mngekuwa mnatafuta video. Saa hii juu nimerudishwa. Ngoja tukae nikikufa mtasoma tu. Unapea mhubiri 15,000 na mnalinga hapa mkisema alafu sasa washeni kufanyia watu wengine vile uwezi penda kufanywa. We unaita mtu na unajua huyu mtu anakuraka kazi ya mikono. Alafu unamuita kazi ya kanisa kutoka asubuhi mpaka saa 12. Mko na yeye siku 3 kwa wiki. Haumlipi, haumpei chakula, haumpei. Una expect hao watu wafanye nini? Alafu unastukia mtu anasema, bibi yako amekuwa kishwa gumu ametoroka." Sasa ulimetoa bibi kwao, haumpei chakula na yeye ni mhubiri na nyinyi ndiye mnamnyima pesa. Unsazute unaona huyu bibi amekaa namna hii mpaka kushimba hashimbi. Utumishi ni huo. Si afadhali kuwa kama John the Baptist, unaenda huko nyikani unakula ile zige na unakula the asali ile mzuri baada ya kufinyiliwa. Kwa hiyo mnasemanga ninaongeanga, lakini I know kuna mahali nimeitwa na sio mahali pamoja kuwa uwe pastor kwetu. Ninauliza nikuje niwe pastor kwenu nifanye nini? Tutakuwa tunakupea shilingi 20,000 ama tutakuwa tunakupea shilingi 500 kwa siku. Ya nini shilingi 500 kwa siku? Ati unajua umeitwa na Mungu kwa utumishi. Sio wewe unipee kikombe ya dhiki, nipewe na Mungu, sio wewe. Mungu akinipea ni sawa. Na Mungu iko na wakati. Hii yenu unaajiri kijana ya mwenyewe ameoa adaiwa umbrella, mnamweka kwa cage, mshahara ni 20,000, hakuna kitu kingine, mwamsubuahia, mnakaa mnasema huyu hahubiri hapa mzuri, ngoja tupeleke huyo mtu fulani huko, tulete mwingine hapa maana kuna mali tulete ili huyu akule ili aende ushagwa na sukumo huko. Wewe ukipelekwa hiyo jia resign, kuja Nairobi ufanye zile kazi ulikuwa unafanya na ulikuwa unakula unakunywa. Hautahukumiwa na Mungu kwa sababu ya hiyo. Msinisamehe hiyo maneno nimeongea. Msinisamehe. Ati nikikuja karibu na yeye niwe mtumishi ati kwa sababu ni Mungu ameniita, wanipea dhiki kila siku. No. Wape za zote wanipea 200. Halafu waenda na 20,000. Sasa hiyo ameniweka hapo kwa mlango ninakupangia watu. Hizi pesa zitatosha lini? Anyway, I'm healed. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Leo hii nikifanya hivi ninasikia niko sawa. Jana na leo nimelala vizuri. Hiyo siku nilikuwa Nyeri, kurudi nikiwa nimeshoka. Mwili haujarudi sasa, ni vile tu kukosa nguvu tu ya kawaida. Na ninajua hiyo
na namfurahia huyu Mungu, maana baada ya kupimwa hapa na pale nikaelezewa mwili yangu iko na maji. Ndio nashindwa, sikuli, najaribu kufanya hii sikodi, kumbe kuna vitu nilikuwa ninatumia inasababisha mwili yangu iwe na maji. Sasa jana ndio nilielezewa nianze kukunywa hiyo dawa ya kumaliza mwili kwa maji kwa mwili. Nimesikia tofauti leo. Hii masaa yote unaona nimesimama hapa. In fact sikuwa ninaweza kusimama muda mrefu namna hiyo. Nilikuwa nina dakika lata ikiisha nimetokwa jasho. Dakika 15. Ule alikwambia mtu akiwa mgonjwa hasemagi ati mimi ni mgonjwa wa mapepo isikuingie. Soma na mimi. Nilikuwa ninakataa kuchukua simu, Kristo ananielezea dongo due edhimu. Siwezi kuongea, ninanishinda. Ongea. Chukua simu. Na saa zile nimechukua simu tu. Ninasikia baadaye niko comfortable. Maugonjwa ingine si ya kuua, lakini ni ya kupeleka from one channel ama one glory to the other. Na hiyo ingine unafikiri hiyo nayo inakuja. Ninaomba hii Mungu. Kuna kitu moja huwa ninaomba na Mungu anipe. Sitaki kukuambia kwa mitandao. Ngoja ningojee tu nione kama itatokea. Hii inasababisha niende nikahubiri kwa street za Nairobi. Nikianza kuhubiri injili mahali nimesimama hivi, hawa mnaitaka kajua akikuja kunishika wanalala hapo mpaka nimalize. Hiyo ndio injili nataka kuhubiri injili. Kama Mungu amenirudisha, anipee hiyo. Ninataka ile injili itasababisha niseme ninaenda mahali fulani hospitali. Yule ambaye ako na imani yapone, tunaomba, tunaenda mbele. Hiyo ndio injili ninataka ndani yangu. Sijafanya. Kama Kristo amenirudisha, naomba tu. Hiyo injili ya kuingia Mama Rusi ama Kenyatta, ninapata wagonjwa ambao wako na imani, tunaomba anapona. Hiyo injili ya kusimama hivi kwa street za Nairobi ama mahali kwa street, kujeni tuombe watu wanapona. Hiyo ndio ile injili ilihubiriwa hapa na akina T.L. Osborne. Akina Bonke. Hiyo injili hiyo ya akina Full Gospel ikianza. I'm longing for that. Na ninaomba Mungu, sitaki tu kutoka nifungue kanisa. Nataka tu wakati nitakuwa ninatoka kwa nyumba hivi niwe equipped. No wonder I challenge you. Kuna danda alikuwa anaitwa Angari wa Banana. Siku moja nilikuja kusoma kanisani kwako, haukuwako. Kuna kitu moja Mwenyezi Mungu angelipenda ufanye tu, Angari. Nilikuja kanisani kwako. Nilikuwa ninakuja tu kutaka kujua siri. Haukuwako, ulikuwa umeenda nje. Lakini hebu chukua video kuanzia wakati uliitwa na Kristo mpaka wakati ulikuwa unafungia watu, walikuwa naamka asubuhi wanakuja kwenu asubuhi. Don't worry, hata kama hii kitu haitendeki siku ya leo, utasaidia mwingine. Maana labda ulipewa promotion ukaenda class nyingine sio hiyo sasa ya evangelism. Kuna kitu Mwenyezi Mungu ameweka ndani yako na unajua, mad you are silent. Lakini wakati Kristo alikuwa anakuinua, unajua huwa tunasikia ulikuwa unafanya namna hii, unatoka pale kwa platform juu unaenda kwa keji, sijui kuna mahali kulikuwa kunafungiwa watu wakiwa viwete. Alafu ukiguza hiyo gate, chuma hizi mashini zinaria mashuma zikitoka kwa mwili. Hebu tunaletie hiyo kastori kwa video vizuri, alafu ukaposti uone. Hiyo Mungu anataka sana uinene. Maana kuna watu wengine Mwenyezi Mungu anataka wafike kiwango hiyo. Lakini wewe uko na siri hizi. Uko na hizi siri ndani yako. Uzitoe hizo video. Vile Mwenyezi Mungu alianzia na wewe. Na vile mlipelekana. Na vile ilikuwa kiwango ati unawekelea mtu mkono hivi, chuma zinatoka. Hiyo testimony hizo, Mwenyezi Mungu anasema zina umuhimu sana kanisa la leo. Watu kukusikiza na ulipewa, na ndio amekupea nafasi uwe hai siku ya leo. Nilikuja kwako kanisani nikiwa tu nimejificha. Sande moja hapo mwisho wa uwanja, nilikuja hapo huko. Lakini nikapata hauko. Sikuongea mambo mingi. Nilikuwa nataka tu nikae na wewe chini. Unielezee hiyo theory tu nisikie tu kulienda namna gani. Wakati unaona unapitana na malaika hivi. Na ninaomba Mungu,
Mimi sitaki kutoka nje tu ati nikaanze kanisa. Nataka kama nitatoka niwe na hizi gift zote. Nikitoka hivi, habari ndio hiyo. Mungu awabariki. Na ninajua kama Kristo ameniwekea hiyo, anipe. Kama hajaniwekea, acha tu nikae kwa nyumba tu nihubiri tu kwa YouTube. Kawaida tu nihubiri watu tu ambao ninaombea wanapona huko. Lakini kama atanipea hii gine ya public, unajua kuna kitu tunaita spiritual gorilla. I like and I love that. Nilisoma kitabu ilikuwa inaitwa Miracle Healing ya mtu mmoja alikuwa anaitwa T.L. Osborne. Vikombe Osborne alikunywa na ministry aliinua mpaka wale waliweka alama duniani. Hiyo ndio ministry ninaomba Mungu anipe kama iko. Nikitoka kwa hii nyumba ninaishi. Glory to Jesus. Wewe Kristo tu. Unajua amekuja hapa na sijui akaja na suti ya black. I don't know why. Sijui ya kwa nini suti ya black, sijui kwa nini na sijui maana yake. Sina mengi. Isipokuwa hayo nimenena ni mengi. God bless you. God bless you. God bless you. Evangelist Martin Ndung'u. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ninaenda mbinguni. Ninyi ambao mlikuwa mnasema lazima nikufe juu mnataka kutoa kafara. Bye bye. Nisio amnesi. Umekujia hizo njia zote. Kristo amesema no. Amwezi. Niko katika jina la Yesu. Na nikikufa ninaenda mbinguni, siendi kwenu shetani. Ni muongo tu. Ado wale watu ambao mko na wivu mingi kwa mioyo yenu. Si mlipewa kipawa mkaharibu. Si mkae tu kwa giza muashe mambo mingi. Muashe injili iendelee. Evangelist Martin Ndung'u 0721 735 498 Safaricom 07 74 297 055 Telecom na WhatsApp. God bless you. God bless you. God bless you. In Jesus' name. Father, we thank you. Fanya makuu, tembea kati yetu. Subariki Baba. Patia huyu comfort. Huyu mwingine mnene. Inua Mwenyezi Mungu. Bendera yako Kenya. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. God bless you. Amen.